Kada wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Tarime mkoani Mara, Bwana Kichichi Marwa amempongeza mwenyekiti wa CCM Taifa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutoa msimamo kuwa hakuna mtu aliyemtuma kwenda kugombea ubunge ama udiwani katika uchaguzi mkuu ujao. Katika mahojiano na George Marato TV jijini Dodoma, Juni mosi mwaka 2025, kada huyo wa CCM amesema kauli ya Rais Samia inaweza kukiponya chama hicho katika wilaya ya Tarime. Kauli imeleta tija sana katika nchi ya Tanzania, kwa sababu mimi natokea kule Tarime. Haya mambo yalikuwepo makubwa sana. Mtu anakuja anasema ametumwa na rais, anagawa fedha kama njugu. Sasa hizo fedha anazozigawa kwa wapiga kura, je, hizo hela anazipata kwa njia ipi kama atachaguliwa kuwa mbunge? Kwa hiyo rais ametusaidia kitu cha msingi sana. Ni kwamba rais hii kauli yake hakutuma mtu kwa ajili ya kuja kugombea ubunge au awe waziri. Amethibitisha ana nafasi zake 10. Kama anakupenda atakuteua katika nafasi. Na ni bora rais amesema hayo maneno kwa jambo zuri. Kwa sababu uwezi kuna kuja kutafuta ubunge, unagawa chama, unagawa wanachama. Sasa hivi chama kinaweza kukushindisha. Tulitegemea kwamba tuwe watu wa moja, chama pamoja na viongozi wa chama, ili tuweze kuvusha Chama cha Mapinduzi. Lakini baada ya mkutano mkuu hapa, rais kusema hajatuma mtu, nimegundua hata kule Tarime vijijini Maswa hajatumwa na rais. Maswa anakuja mwenyewe kama mwenyewe. Kwanza bahati nzuri, rais amewapa watu muda wa kujaza barua za kuondoka kule, waache kazi au waache kazi waendelee na siasa. Kwa nafikiri hata mzee Maswi hawahi kuandika barua, maana alikuwa na mkataba wa kumaliza, alikuwa ameongezewa mkataba wa miaka 2. Kwa ni jambo zuri rais amelifanya. Tuelewe, sisi tunapoenda Tarime tunakuwa mabalozi wa Mama Dr. Samia Suluhu Hassan. Kule vijijini tutasema bila kuogopa. Anayetumia kauli mbiu kwamba ametumwa na rais, wasimchafue rais, na rais amethibitisha mwenyewe. Kwa hiyo wabadili mbinu nyingine ya kutumia majina mengine, sio kumchafua rais kwamba ametuma watu majimboni. Amesema kuna baadhi ya wana CCM wamewanunua baadhi ya viongozi wa wilaya, hatua ambayo inawafanya wana CCM kuogopa kuhoji kwa kuhofia kufukuzwa ndani ya chama. Unajua, unapokuwa unagawa chama ni jambo la kutengeneza matabaka katika makundi. Kwa hiyo ina maana kuna watu walikuwa wanaitwa maadili. Ikionekana unampinga Maswa unaitwa maadili. Hiyo ndio utaratibu wa kugawa chama. Kwa nini? Yani mtu yoyote, wewe Maswa ni mtendaji, bado hajawa mbunge. Lakini ni haki yake ukamsema kama hapaswi kuwa mbunge. Lakini kama unapomsema kwa hoja, ukaitwa katika kamati ya siasa na ukaonywa. Wapo watu waliosimamishwa madaraka kwa ajili ya kumpinga Maswa, kwa ajili ya kumsema Maswa. Lakini bahati nzuri wamerudishwa. Sasa hii ndio hoja kimsingi kwamba Maswa alikuwa amefikia sehemu ya kugawa chama katika jimbo la Tarime vijijini. Na mimi nilikuwa kwake. Mimi nilikuwa naongelea kama mtendaji wa serikali ya awamu hizi zote za serikali ya Tanzania, kuanzia Benjamin Mkapa, kaje jinsi serikali ilivyoendelea kumwamini na mteua. Lakini nikagundua hana sifa, hata wananchi pale Tarime vijijini hawamhitaji. Ni mtu mwenye ubaguzi. Ameweka watu kama 10 ndio anachukua, anapokea simu zako. Wewe mtu wa kawaida hawezi kushika simu yako. Kwa hiyo tunataka mbunge au wa Tarime au wa vijijini au wa nchi hii anayepokea simu za wananchi, kwa sababu bila wananchi hakuna mtu anaweza kuwa mbunge. Hata hivyo, kada huyo wa CCM wilaya ya Tarime ameonyesha wasiwasi wake kutokana na baadhi ya viongozi wa CCM wilaya kuingia katika vikao wakiwa na silaha za moto, jambo ambalo lisipoangaliwa na vyombo vya dola linaweza kusababisha madhara makubwa siku za usoni. CCM huongozwa kwa vitisho. Kwa hiyo ni makosa makubwa, kiongozi mkubwa unaingia unatishia kama ulivyosema na basora wana CCM ambao ndio wamekupa ridhaa ya kukuchagua uongozi. Kwa hiyo ni jambo ambalo linaweza kuleta machafuko sana. Wana CCM huwa ni watu ambao wana maamuzi. Kwa sababu wewe ukimtendea moja, wana CCM wako wengi. Wanaweza kukuacha wewe kiongozi, tukaona kama utavusha huyo mtu unayemtaka. Lakini sauti ya wengi
ni umma ya wananchi. GMTV, Dodoma.